Kitabu cha Kutoka. Niingie kwenye sehemu yangu ya pili, na ujumbe wetu wa leo ama somo letu la leo, mwezi wa 4 ni mwezi wa kuangaliwa sana. Mwezi wa 4 ni mwezi wa kuangaliwa sana. Kitabu cha Kutoka sura ya 12 mstari wa 40 hadi 42. Basi wana wa Israeli kukaa kwao, maana muda waliokaa ndani ya Misri ulikuwa ni miaka 430. Ilikuwa mwisho wa miaka hiyo 430, ilikuwa siku ile ile ya kwamba majeshi yote ya Bwana yalitoka nchi ya Misri. Ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Bwana kwa sababu ya kuwatoa katika nchi ya Misri. Huu ndio usiku wa Bwana ambao wapasa kuangaliwa sana na wana wa Israeli wote katika vizazi vyao. Na useme amen. Sema amen. Huu ni usiku wa kuangaliwa sana mbele za Bwana. Inapaswa leo tusema huu ni mwezi wa kuangaliwa sana mbele za Bwana. Sote tunafahamu ya kwamba wiki iliyopita ambayo iliisha Jumapili tulikuwa na wiki ya Pasaka ambayo ilianza siku ya Ijumaa. Tulikuwa na mtumishi wa Mungu Nathan, aliendelea na siku ya Alhamisi, lakini siku ya Jumapili ilikuwa ni mama yetu, mama mchungaji ambaye Mungu tena alimtumia. Haleluya. Na zilikuwa ni siku chache za Pasaka, lakini Pasaka bado haijaisha. Mwezi wa 4 ni mwezi ambao una matukio mengi sana ya muhimu kwetu sisi kanisa la leo. Haleluya. Haleluya. Mwezi wa 4 ni mwezi wa Pasaka na ukombozi. Sisi kwetu mwezi wa 4, lakini Waebrania kwao huwa ni mwezi wa kwanza. Mwezi wa kwanza kwa Waebrania, kwa kwetu sisi kwa kalenda yetu ni katikati ya mwezi wa 3 hadi katikati ya mwezi wa 4. Ndio maana sikukuu za Pasaka huwa zinaweza zikaanzia tarehe 20 ya mwezi wa 3, lakini wa kwanza wakati kwetu sisi tunaita sasa ni mwezi wa 4. Haleluya. Mwezi wa kwanza kwa Waebrania kwao ni mwezi wa kukumbukwa sana. Wao wanapokumbuka mwezi ule wa kwanza kwao, sisi kwetu ni mwezi wa 4. Tunapaswa kukumbuka kwa sababu yako matukio ambayo yamo ndani ya mwezi wa 4. Haleluya. Haleluya. Sote tunafahamu ya kwamba ndugu zetu wana wa Israeli walikuwepo utumwani Misri
kwa muda miaka 430. Miaka 430 walikaa utumwani Misri, wakitumikishwa, wakiteswa. Lakini baada ya miaka 430 ndipo Mungu akamwita Musa, akamwambia, nimelikumbuka agano langu nililofanya na Ibrahim na Isaka na Yakobo, ya kwamba uzao wako watakwenda kuwa nchi ya ugeni, watakwenda kuwa watumwa, lakini baada ya miaka 400 nitawajilia tena, nitawatoa na kuwarudisha katika nchi unayokaa. Kwa Mungu akamtokea Musa, alimtokea Musa akamwambia, nenda kwa Farao kamwambie, Mungu anawahitaji watu wake Israeli waende katika nchi yao wakamtumikie Mungu. Musa akaenda akachukua pamoja na Haruni, wakaenda mpaka kwa Farao. Lakini Mungu alishamwambia Musa kwamba nitaufanya moyo wa Farao kuwa mgumu, hata wapa ruhusa. Nitaachilia mapigo, pamoja na mapigo hayo, lakini bado Farao hata wapa ruhusa watu wangu. Mungu alianzisha mapigo, akampa Musa maelekezo, pigo la kwanza hadi pigo la 9. Bado Farao anasema, sitawapa ruhusa wana wa Israeli waondoke, wasitutumikie. Farao alikuwa jeuri kwa sababu Mungu aliufanya moyo wake kuwa mzito. Lakini sura ya 11 kitabu cha Kutoka, Mungu anamwambia Musa, anasema limebaki pigo moja tu ambalo Farao atake asitake atawaachia watu wangu waende kunitumikia. Haleluya. Haleluya. Farao atake asitake, limesalia pigo moja tu. Na pigo hilo la mwisho ambao ni pigo la 10 ilikuwa ni kufa, kuuawa kwa kila mzaliwa wa kwanza katika familia ya Wamisri. Kila mzaliwa wa kwanza angekufa, lakini kila mzaliwa wa kwanza katika wanyama wote angekufa. Bwana asifiwe. Hilo pigo hilo, mengine yote Farao amekuwa jeuri, lakini pigo linalokwenda kuliachilia lazima atawaachia watu wangu. Mungu akamwambia Musa, akasema, sasa nenda kaongee na wana wa Israeli, nenda ukawaambie kila kaya, kila familia watwae mwanakondoo mmoja wamchinje, alafu wachukue sehemu ya damu ya huyo mwanakondoo, waweke alama juu ya mlango na kwenye nguzo ya mlango. Wafanye hivyo. Na kama watu ni wachache watachangia kondoo mmoja, lakini ninachohitaji nyama watakula, lakini damu ya kondoo watapaka kwenye kizingiti cha mlango na kwenye mwimo wa mlango. Hii nitakapokwenda kuachilia pigo la kuua kila mzaliwa wa kwanza kwa Wamisri, yule malaika ambaye atakuwa na kazi ya kuua, atakapoiona damu kwenye mlango, atapita juu, hata leta uharibifu, hata uwa mzaliwa wa kwanza kwa watu wangu Israeli. Bwana asifiwe. Wana wa Israeli waliambiwa hivyo, na walichopaswa kufanya
walipaswa kutii maelekezo ya Musa kwamba wachinje, alafu waweke damu, waweke alama ya damu kwenye mlango. Kwa kama kuna Mwisraeli yoyote ambaye alipuuza na hakufanya vile, manake naye alipatwa na maafa. Lakini wanatheolojia pia wanasema hata wa Misri kama siri hiyo wangeijua, wangechukua mnyama wakamchinja, wakaweka alama ya damu kwenye milango yao, manake wao pia wangeweza kusalimika. Lakini bahati mbaya sana, Biblia anasema siri za Bwana zipo kwao wamchao, na useme amen. Kwa wao hawakuwa na taarifa zozote. Wao waliendelea kufanya kula na kunywa, waliendelea kufurahia kuwatesa wana wa Israeli. Hawakujua kile kinachokwenda kutokea usiku wa manane. Haleluya! Wakati Mungu anazungumza na Musa, ilikuwa ni mwezi kama huu. Ilikuwa ni siku ya tarehe 14 ya mwezi wa kwanza, ambao Waebrania wanaita mwezi wa Abibu au mwezi wa Nisan. Kwa ilikuwa ni siku ya 14 tangu siku ya kwanza ya mwezi wa kwanza kwa Waebrania, ambao kwetu ni mwezi wa 4. Ilipofika siku ya tarehe 14, ndipo Mungu anamwambia Musa, anasema limesalia pigo moja tu, ambalo Farao atake asitake atawaachia watu wangu. Haleluya, haleluya. Hii inatufundisha ya kwamba Mungu anaweza akaacha uteseke kwa muda. Mungu anaweza akaruhusu ukapatwa na maumivu kwa muda, lakini akiamua kutenda jambo, hakuna anayeweza kuzuia. Haleluya. Haijalishi miaka inaweza kawa imepita, kama ilivyopita kwa wana wa Israeli. Miaka imepita, tena ile miaka ambayo Mungu alimwambia Ibrahim kwamba watakaa miaka 400 ilipita. Haleluya. Pamoja kwamba miaka 400 ilipita, bado mwaka wa 430 Mungu analikumbuka agano lake. Anasema nimesikia kilio cha watu wangu Israeli, na sasa nakwenda kuwatoa katika nchi kwenye mateso na uteswa. Haleluya. Nami nataka nikutie moyo mchana wa leo, tunapokuwa tupo kwenye mwezi wa 4. Mwezi wa 4 ni mwezi wa kukumbukwa sana. Bila shaka mwezi wa 3, miezi mitatu iliyopita, ambao tumemaliza robo ya mwaka. Miezi mitatu iliyopita tangu mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, hata mwezi wa 3 meisha. Bila shaka imekuwa miezi ambayo haikuwa mizuri kwako. Ulitegemea upate furaha au kupata furaha. Ulitegemea ufanikiwe au kufanikiwa. Ulitegemea biashara iende vizuri, haikwenda vizuri. Miezi mitatu ya kwanza. Lakini nina habari njema ya kwamba mwezi wa 4 ni mwezi wa kuangaliwa sana, na useme amen. Nasema nina neno tena kwako mchana wa leo, ya kwamba haijalishi miezi mitatu iliyopita imekuwaje kwako. Sahau habari za miezi mitatu iliyopita. Mwezi wa 4 ni mwezi wa kuangalia sana, sema amen. Kwa nini tuangalie sana mwezi wa 4? Ni mwezi ambao Farao, kwa kutaka ama kutokutaka, mwezi wa 4 siku ya 14, Farao baada ya pigo lile la mwisho, kila kilichozaliwa cha kwanza kwa Wamisri kilikufa. Farao yeye mwenyewe alifiwa na mtoto wake wa kwanza. Viongozi wake wa serikali,
kila mmoja alifiwa na mtoto wake wa kwanza. Waliokuwa na kondoo, waliokuwa na ng'ombe, waliokuwa na mbuzi, waliokuwa na punda, waliokuwa na kuku, kila kilichozaliwa cha kwanza kwa Wamisri kilikufa. Haleluya. Haleluya. Farao anakuja kuamka asubuhi, anadhani ni yeye amefiwa peke yake, maana mifugo wazaliwa kwanza amekufa. Anadhani ni peke yake. Anashangaa viongozi wa majeshi na wenyewe pia wamefiwa na kila kilichozaliwa cha kwanza. Mtoto wa kila mmoja wa kwanza amekufa. Anapokagua kwa wana wa Israeli, anagundua wana wa Israeli walibaki kuwa salama. Na useme amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Kuna wakati Mungu anatutenganisha. Anaweza karuhusu mapigo, anaweza karuhusu adha, anaweza karuhusu tauni kwa watu wa dunia, lakini kizazi, watu wa uzao wa Haleluya. Nasema hivi, Mungu anaweza akawatenga watu wake na watu wa dunia. Wa dunia wanapigwa, watu wake wanakuwa salama. Sema amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Farao alipoona hayo ya kwamba maafa yametokea, ndipo akamuita Musa na Haruni akasema, njooni sasa, ninawapa ruhusa muondoke, mwende kwenye nchi yenu, nchi ya baba zenu. Chukueni kondoo zenu, chukueni ng'ombe zenu, chukueni watoto wenu, chukueni kila mlicho nacho, nendeni nacho na waruhusu mwende. Haleluya. Kwao ulikuwa ni usiku wa kukumbukwa, lakini ulikuwa ni mwezi wa 4 kwetu. Haleluya. Hakupaswa kuusahau, ulikuwa ni mwezi wa ukombozi kwao. Kulipopambazuka asubuhi siku ya tarehe 15 ya mwezi wa 4, mwezi wa kwanza kwao, kwetu ni mwezi wa 4. Siku ya tarehe 15 wana wa Israeli walianza safari ya kutoka Misri kuelekea Kanaani. Sema amen. Haleluya. Haleluya. Mwezi wa 4 kwetu una faida gani? Una faida gani kwetu? Una faida kwa sababu tunakumbuka mwezi wa 4 ni mwezi ambao Yesu Kristo aliteswa, akapigwa, akafa na akafufuka. Mwezi wa 4 ni mwezi ambao tulipata ukombozi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Alipigwa kwenye mwezi kama huu wa 4. Sema amen. Aliteswa kwa ajili yetu, akiwa msalabani, akiwa anateswa, alipata maumivu makali. Akiwa msalabani aliongea maneno 6, lakini neno kubwa aliloongea, alisema imekwisha. Hakuna mwezi ambao Mungu Yesu alitangaza kwamba imekwisha. Alitangaza imekwisha kwenye mwezi wa 4 kama huu. Sema amen. Imekwisha nini? Watu waliokuwa kwenye mateso, walikuwa wanateswa, Yesu akasema imekwisha. Watu ambao walikuwa wana dhiki, wapo kwenye utumwa, Yesu akatangaza imekwisha. Nami nitangaze mchana wa leo, haijalishi miezi mitatu iliyopita
imekuwaje? Mwezi wa 4 huu natangaza kwako, haijalishi umepita kwenye mazingira gani, nasimama kwako kama nabii ya kwamba imekwisha. Mwezi wa 4 huu, haleluya, hujawahi kushuhudia miujiza kwenye miezi iliyopita, na kutangazia ya kwamba mwezi wa 4 kabla hujaisha, utaona kuna mambo yamekwisha kwako. Aibu yako natangaza mchana leo, aibu yako imeisha. Umeonewa, kuonewa kwako imekwisha. Yesu alitangaza tarehe kama hizi, mwezi kama huu, alisema imekwisha. Sema imeni kwa jina la Yesu. Mwezi kama huu ndipo mwanaume Yesu Kristo alikwenda kaburini. Baada ya kumua alikwenda kaburini. Haleluya. Biblia anasema alipokuwa nakata roho mwezi wa 4 kama huu, wakati anakata roho, Biblia anasema miamba ikatetemeka, likatokea tetemeko la ardhi. Biblia anasema mwezi wa 4 kama huu, makaburi ya watakatifu yaliweza kufufuka. Watakatifu waliolala mwezi kama huu, miili yao ikainuka. Watu wa Yerusalemu wakaona miili ya watakatifu, wakaona kina Ibrahimu wanatembea Yerusalemu, wakaona kina Isaka wanatembea Yerusalemu, wakaona manabii wanatembea Yerusalemu. Mwanaume alikwenda chini. Haleluya. Alipokwenda, Nathani akasema alipokwenda kaburini alikwenda mpaka kuzimu. Pastor Nathan alisema alipokwenda kuzimu akamkuta shetani kule kule akiwa anafanya sherehe, anasema nimewaweza watu. Yesu akaenda kuzimu akamkuta shetani na majeshi yake wanafanya sherehe. Akaingia mwanaume akasema mgangwe nimeingia, babe nimeingia. Akamkuta shetani akamwambia nipe funguo, hizo funguo nipe. Shetani akataka kuzuga, akamwambia hapana, nimekuja mwanaume, wanaume umewaonea ulimwengu, inatosha. Mwanaume nimekuja sasa, nipe hizo funguo. Shetani akaanza kutetemeka, miguu inatetemeka. Mwanaume ameingia. Haleluya. Alipotoka, Biblia anasema akatukabidhi mamlaka. Nataka nikuambie mwanamke ulioko hapa, kijana ulioko hapa, nasema unayo mamlaka. Unayo mamlaka ya kufunga, unayo mamlaka ya kufungua. Milango imefungwa, umepewa mamlaka ya kufungua. Milango imefunguliwa, umepewa mamlaka. Yesu Kristo akasema nimewapa mamlaka. Mwezi kama huu, sema amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Mwezi kama, Biblia anasema pazia la hekalu, Biblia anasema pazia likapasuka. Alikuwa anaingia peke yake kuhani kwenye chumba cha sanduku la agano. Kuhani peke yake anaingia mara moja kwa mwaka. Baada ya pazia kupasuka, lilipopasuka, kila mmoja aliyemwamini Yesu, Biblia anasema kwa damu ya Yesu Kristo tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu pa patakatifu. Popote ulipo, hata ukiwa wapi, una ujasiri wa kwenda mbele za Baba. Wewe ni kuhani, wewe ni uzao mteule, una access. Haleluya. Kwa damu ya Yesu hatuingii kwa utakatifu wetu, tuliokoka tunaingia kwa damu ya Yesu Kristo. Sio damu ya wanyama, sio damu ya kondoo. Sisi hatuchinji. Yupo aliyechinjwa, yupo aliyemwaga damu. Damu yake ni ya thamani.
Mwezi wa nne ni mwezi wa kuangaliwa sana. Ni mwezi ambao kila aliyeokoka, aliyeko mahali hapa, anapakwa damu ya Yesu, sio damu ya wanyama. Nataka nikutangazie kwenye biashara, nasema sisi hatuchinji. Haleluya. Sisi hatuchinji. Sisi tunaye mmoja. Anaitwa nani? Anaitwa Yesu. Yeye damu yake ni ya thamani, inanena mema kuliko damu ya kondoo. Damu ya Yesu inanena mema kuliko damu ya njiwa. Hatuhitaji damu nyingine, tunahitaji damu ya Yesu. Mwezi wa nne, pokea damu ya Yesu. Pokea damu ya Yesu. Na achilia damu ya Yesu kwenye familia yako. Na achilia damu ya Yesu kwenye biashara yako. Na achilia damu ya Yesu mahali popote. Yule mharibu, maafa yatakapokuja, hayataona damu ya kondoo, yataiona damu ya Yesu. Yataiona damu ya Yesu. Barikiwe Bahati, wataiona damu ya Yesu. Hasara itakuja kwako ikiona damu ya Yesu. Hasara itapita juu. Ajali itakuja kwako, ili ajali, nakwambia ajali itakuja, itaiona damu ya Yesu, itapita juu, itakuruka, utakuwa salama. Barikiwe. Haleluya. Nasema mwezi wa nne, wala usiogope. Mwezi wa nne huu ni mwezi wa miujiza. Natangaza miujiza mwezi wa nne. Mwezi huu wa nne, mwezi wa nne ni mwezi wa neema. Nasema ni mwezi wa neema. Kuna neema utaiona mwezi wa nne. Mungu akamwambia Musa, nenda kwa Wamisri wakatake chombo kwa majirani zao, maana nimewapa upendeleo. Wakapata upendeleo. Maadui zako, majirani zako, utapata kibali kwao. Wewe mfanya biashara, wewe mjasiriamali, pokea kibali mwezi wa nne. Nasema pokea kibali. Ni mwezi wa kibali. Mwezi wa nne ni mwezi wa kibali. Mwezi wa nne, sijui nielezeje mwezi wa nne. Mwezi wa nne ni mwezi ambao majeshi ya Farao yalisema tuwafuate hawa walokole. Ni siku ya tarehe 15, tuwafuate hawa walokole, tuwafuatilie. Ni mwezi wa nne. Biblia inasema Farao na majeshi yake akasema tuwafuatilie. Mwezi wa nne wakawakuta wana wa Israeli wameweka kambi, wanapumzika. Mbele iko bahari, wanawaza itakuwaje. Nyuma wanaweza karudi nyuma, wanaangalia kulia kuna mlima, wanaangalia kushoto kuna mlima, mbele kuna bahari, wanawaza itakuwaje. Wanamuuliza Musa, tutapitaje hapa, maana hatuwezi kurudi nyuma, tutapitaje. Biblia inaniambia walipogeuka nyuma, wakamwona Farao na majeshi yake, wakaogopa. Kama unavyoogopa wewe, unaangalia nyuma, unaona kuna vitu vinakufuatilia. Unaangalia nyuma, unaona kuna sauti inakuita, inakwambia njoo. Ukigeuka uione. Unaangalia nyuma, unaota ndoto mbaya, unashangaa kuna mtu anakuambia njoo. Unaangalia nyuma, unaangalia historia ya familia yenu, unaangalia historia ya ukoo wenu, unaona fulani aliugua,
aliugua na kansa akafa, aliugua na kifua kikuu akafa, akaja na mwingine akaugua akafa. Unaangalia familia yenu, unaona wote ni maskini, hakuna aliyetajirika. Unapoangalia nyuma unasema mimi nitaponaje kwenye umaskini huu uliopo kwenye familia? Unageuka nyuma na kuambia haleluya, achana na ngoyo Farao, hizo roho unazoziona nyuma. Musa akawaambia wana wa Israeli, akawaambia msiogope, msiogope. Wewe unayefuatiliwa nyuma, wewe unaangalia historia, unaona kuna mambo yako nyuma na kufuatilia, kuna roho zinakufuatilia, unasikia kuogopa kama wana wa Israeli walivyoogopa. Nami nimesimama mbele yako, nimesimama kama nabii. Leo siongei kama mchungaji, leo naongea kama nabii. Ili neno la kinabii linakwambia kwako. Naweza nikaongea kama mchungaji, naweza nikaongea kama mwalimu, lakini leo naongea kama nabii ya kwamba mwezi wa 4 ni mwezi wa kuangaliwa, ni mwezi ambao kuna mambo yanakwenda kutokea, kuna uponyaji unakwenda kutokea, kuna kuinuliwa kuna kwenda kutokea. Mwezi wa 4, mwezi wa 4 uangalie sana. Mwezi wa 4 mimi nilianza huduma mwezi wa 4 wakati kama huu kwenye Pasaka 2013. Mimi nilianza huduma Pasaka kama hii, ndio nilianza kumtumikia Mungu. Leo ni mwaka wa 13. Nikatoka Tabora, Mungu akanambia nenda Dar es Salaam. Nikataka kuja kabla ya mwezi wa 4. Mungu akanambia hapana, subiri mwezi wa 4 kwanza ufike. Mimi sikuelewa kwa nini. Haleluya, haleluya. Pasaka ya 2016 Mungu akanambia mwezi wa 4 sasa umeingia, mwanangu nenda Dar es Salaam sasa, na kutuma uende. Nilikuja mwezi wa 4, niko hapa Dar es Salaam. Huu ni mwaka wa 10. Sijafanya sherehe ya anniversary, sijafanya bado, kwa sababu kuna mambo nimwambia Mungu sitafanya chochote mpaka uyafanye ulioniambia. Kuna maana napita tu hivi, kuna mambo nasubiri Mungu ayafanye. Haleluya. Akiyafanya sasa, tutafanya sherehe kubwa mwaka ujao. Kama hatafanya tutasogeza mbele, lakini nakwambia mwaka huu kuanzia mwezi wa 4 huu yako mambo Mungu anakwenda kufanya, si kwangu tu, anakwenda kufanya na kwako pia. Na kutangazia mchana leo, wewe ambaye unafuatwa, kuna roho gani na kufuata, kuna madeni na kufuata, kuna magonjwa na kufuata, natangaza mwezi wa 4 ni mwezi wa kustareheshwa. Unakwenda kustareheshwa mwezi wa 4 huu, utastarehe. Nasema mwezi wa 4 kuna kustarehe. Mama yangu unastarehe, ili neno la kinabii, unakwenda kustarehe. Nakwambia mwezi wa 4 si mwezi mwingine. Barikiwe. Haleluya, haleluya. Mwezi huu wa 4, mwezi wa 4, sahau yaliyopita. Nasema sahau yaliyopita, nasema sahau yaliyopita. Mwezi wa 4 ni mwezi wa kuangaliwa sana. Mwezi wa 4, haleluya, haleluya. Kuna mabinti zangu wako hapa, kuna binti anakwenda kuchumbiwa mwezi wa 4. Atasema mwezi wa 4 nilipokea taarifa za uchumba. Natangaza mwezi wa 4 kuna mtu anakwenda kupokea muujiza wa fedha. Kuna mtu yuko hapa, yuko na madeni, yuko na magonjwa, mambo hayaendi. Natangaza mwezi wa 4, mwezi wa 4 yako mabadiliko unakwenda kuyaona. Mwezi wa 4 ni mwezi wa ufufuo. Yesu alilala, haleluya, alikufa, wakamzika, akakaa siku 3, akafufuka. Ni mwezi wa 4. Inawezekana kuna kitu kimekufa kwako. Nasema mwezi wa 4, usiseme Pasaka imepita. Mimi natangaza mwezi wa 4 ni mwezi wa Pasaka, ni mwezi wa ufufuo
kilichokufa kwako kinakwenda kuwa hai, kinakwenda kufufuka. Ni kitu gani kimekufa kwako? Haukioni kabisa, unasema kimekufa, unasema matumaini yamekufa, mwili wangu umekufa, kiungo changu cha mwili kimekufa, mwili wangu umekufa, ndoa imekufa, imani yangu imekufa. Nasema mwezi wa 4 ni mwezi wa ufufuo. Yeye aliyemfufua Kristo Yesu, yeye ambaye anakaa ndani yetu, atakwenda kutufufua na sisi. Haleluya! Kuna mtu anasema, mbona Pasaka imepita, mbona mimi sijafufuliwa? Mimi nakwambia, nabii nitasimama mbele yako ya kwamba usiangalie tarehe, uangalie mwezi wa 4. Nasema angalia mwezi wa 4, mwezi wa 4. Kuna mambo yanakwenda kutokea, sema amen. Mwezi wa 4, mwezi wa 4, Mungu akamwambia Musa, na akamwambia Musa, na kwenda kufanya hukumu kwa miungu ya Wamisri. Hukumu, adhabu, na kwenda kuadhibu miungu ya Wamisri. Haleluya, haleluya. Kuna nguvu katika Mungu. Haleluya, haleluya. Ukiona washirikina wanakuwa jeuri, ukiona waganga wa kienyeji wanakuwa jeuri, ukiona mtu hajaokoka anakuwa jeuri, anajivunia fedha, anasema hamtanifanya chochote, si kwa sababu ya fedha alizonazo, ni kwa sababu anaye Mungu. Haleluya, anaye Mungu anayemwendea, ambayo wakiwa wengi tunaita miungu, ndiyo inampa jeuri. Madhabahu anayoiendea, kuna Mungu katika ile madhabahu. Kama vile ambavyo unakuja mahali hapo, unapokuja yuko Mungu katika hii madhabahu. Ukimwondoa Mungu, madhabahu haina nguvu, haina chochote. Halo, halo, haleluya. Ukimwangamiza Mungu wa madhabahu husika, hata madhabahu iwepo, hata iwepo, hakuna kinachoweza kufanyika, kwa sababu anayeipa nguvu ile madhabahu ni Mungu. Kilichokuwa kinawapa nguvu Farao na wachawi wake ilikuwa ni miungu ya Misri. Ndiyo ilikuwa nawapa jeuri. Farao anakuwa jeuri, anasema nina wachawi, anasema nina Mungu. Mungu wako ni nani? Mungu akasema, nilishughulika na mambo madogo madogo, sasa na kwenda kuleta hukumu kwa miungu ya Wamisri. Miungu ya Wamisri nikiipiga, hakuna mzaliwa wa kwanza atakuwa salama. Hao wanaokuonea, wanaokunyanyasa, wanaosema tutaona, kinachowapa jeuri ni miungu yao. Haleluya. Mwezi wa 4 kuanzia sasa tunatangaza hukumu kwa miungu yao wanaokutesa. Hiyo miungu yao wanayoiendea, hiyo miungu yao inayowapa jeuri, tunatangaza hukumu yake kuanzia sasa. Mwezi wa 4 ni hukumu kwa miungu ya hao watesi wako. Haleluya. Watakwenda kwenye madhabahu zao. Wakienda kwenye madhabahu zao hawatapata majibu. Kwa nini? Mungu wao ameangamizwa. Ila Mungu wetu Jehova,
yu hai. Mungu wetu yu hai. Anaitwa Mungu wa miungu. Sema amen. Miungu yote iko chini. Anasema nakwenda kuiangamiza miungu yote ya Farao. Tuone Farao atafanya nini. Ndio maana Farao miungu ilipoangamizwa akasalenda. Haleluya. Watesi wako, washindani wako, wanaokudhiaki, miungu yao tunaipiga. Nasema tunapiga miungu yao. Nasema tunaiangamiza miungu yao. Miungu ya ukoo wenu wanaosema wewe hautaolewa ni kwa sababu iko miungu. Tunapiga miungu yao iliyokuzuia wewe, iliyokukamata wewe. Tunapiga miungu yao. Wanaokuijia usiku, unaota ndoto mbaya. Mwezi wa 4 historia yako inakwenda kubadilishwa. Mengine yote itabaki kwa simulizi. Haleluya. 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 Mwezi wa 4 ni mwezi wa Mungu kutenda mambo mapya. Haleluya. Historia inabadilika kwenye namba 4. Kwenye namba ngapi? Namba 4. Umetafuta miezi mitatu. Miezi mitatu imekwisha. Namba 4. Historia inakwenda kubadilika. Ndio maana ukianzisha jambo lolote, hesabu siku 3, hesabu siku 4, hesabu siku 3, hesabu miezi mitatu. Mwezi wa 4 au siku ya 4 ikiingia, umeanzisha jambo. Mwezi wa 4 ukiingia, huo mwezi wa 4 uangalie sana. Haleluya. Kama una programu zako ni za miaka, mwaka wa kwanza usikusumbue, mwaka wa pili usikusumbue, mwaka wa 3. Baada ya mwaka wa 3, unapopita mwaka wa 3, unapoingia mwezi wa 4, unapoingia mwaka wa 4, mambo yanabadilika. Ufahamu jambo hili. Haleluya. Haleluya. Nilifanya biashara mwaka wa kwanza, nikafanya mwaka wa pili, hakuna kilichotokea. Nikafanya mwaka wa 3, hakuna kilichotokea. Nilipoingia mwaka wa 4, historia ikabadilika. Kila baada ya miaka mitatu, unapoingia mwezi wa 4, mwaka wa 4, ujue mwaka huu wa 4, mwezi huu wa 4, kuna mambo Mungu anakwenda kuyafanya. Sema amen. Sema amen. Mwezi wa 4 ni mwezi wa kuangaliwa sana. Ni mwezi wa kuwekewa alama ya damu ya Yesu Kristo. Yako maafa yanakuja, uko uharibifu unakuja, lakini hautakupata wewe. Zitakuja ajali, hazitakupata wewe. Zitakapoiona damu ya Yesu Kristo, wewe utabaki kuwa salama na useme amen. Simama mahali ulipo sasa. Praise and worship team, njoo tuabudu hapa. Riko uramasaka. Ribabosh. Praise, njoo tuabudu hapa. Tumuite Jehova. Tumuite Jehova. Nitakuongoza katika maombi ya kinabii.
Abudu kwa dakika chache. Nitakuongoza kwenye maombi ya kinabii. Tunakwenda kupiga miungu yao. Tunaenda kupiga miungu yao. Hao wanaokuonea kwa sababu ya miungu yao, tunakwenda kupiga miungu yao. Mwabudu Mungu katika roho na kweli. Unaweza ukainua mikono yako juu, tukamwabudu Mungu wetu kwa uzuri, kwa utakatifu, kwa utulivu, kwa kuwa na shauku ya kuwa huu ndio mwezi wetu. Kila mmoja amwambie Bwana, hii ni haja ya moyo wangu kukutana na wewe mwezi huu wa 4. Asante Yesu. Ni haja ya moyo wangu, ni haja ya moyo wangu, ni haja ya moyo wangu Bwana, ni haja ya moyo wangu kukaa nawe, kukaa nawe, kukaa nawe Bwana, kukaa nawe, kukaa nawe, kukaa nawe Bwana. Lift your voice, say, hii ni haja ya moyo wangu. Hii ni haja ya moyo wangu. Mwinulie tena Bwana sauti, mwambie hii ni haja ya moyo wangu. Hii ni haja ya moyo wangu. Mwambie Bwana, hii ni ibada yangu kukuabudu na wewe. Hii ni haja ya moyo wangu. Rudia tena kwa imani na ukubwa, hii ni haja ya moyo wangu. Bwana, hii ni haja ya moyo wangu. Oh, hii ni haja ya moyo wangu. Bwana, hii ni haja ya moyo wangu. Bwana, hii ni haja ya moyo wangu. Hii ni tarajio ya moyo wangu. Bwana, ni haja ya moyo wangu. hii ni kiu yangu Bwana.
haja ya moyo wangu, ni haja ya mioyo yetu kukutana na wewe, tukutane na wewe Bwana wa mabwana. Mwezi wa 4 tukuone Bwana wa mabwana, ukifanya hakuna ya ajabu. Bwana kukaa nawe, alipo Bwana yote yanawezekana. Endelea kuinua mikono yako juu. Endelea kuinua mikono yako juu. Yuko Mungu wa miungu hapa. Yuko Jehova hapa. Yuko Jehova hapa. Yanawezekana. Yuko Mungu wa miungu hapa. Alipo Bwana yote yanawezekana. Tafakari Jehova. Bwana yanawezekana. Jehova. Alipo Bwana tafakari Jehova. Yote yanawezekana. Alipo Bwana yanawezekana. Yote yatosha ulivyoenda kwa huzuni, yatosha ulivyoonewa, inatosha iko hukumu ya miungu leo, tukiomba ni mwezi wa kuangaliwa, ni mwezi wa kuangaliwa. Mateso yako yanaondolewa leo, huzuni yako inaondolewa leo, inaondolewa leo. Waliokuonea hawatakuonea tena. Alipo Bwana. Asante place. Rababababababa. 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 Ni saa ya hukumu, ni saa ya hukumu, ni saa ya hukumu ya waliokutesa, ni saa ya hukumu ya miungu yao, ni saa ya hukumu ya watesi wako, ni saa ya hukumu ya hayo mashetani, ni saa ya hukumu ya hayo mashetani. Rabababababa. Hukumu kwa miungu iko inapita sasa, hukumu inapita, hukumu inapita. Hukumu ni ya Bwana, 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 hukumu ni ya Bwana. Anapita kuhukumu, anapiga miungu, iyo miungu yao, iyo miungu yao waliokuonea, iyo miungu yao wanaokutesa, miungu yao inapigwa, miungu yao inapigwa, miungu yao inapigwa. Hayo magonjwa yanaondoka, hiyo kansa inaondoka, miungu yao inapigwa. Unaachiliwa, 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 unaachiliwa. Ni saa ya ukombozi, ni saa ya kuwa hai,
Ni saa ya kuachiliwa, ni saa ya kuachiliwa. Watesi wako wanapigwa leo, miungu yako, miungu yao inapigwa leo, inapigwa leo, inapigwa leo. Piga miungu yao, piga miungu yao, piga miungu yao, piga miungu yao. Washirikina waliokuloga, piga miungu yao, piga miungu yao, piga miungu yao. Piga mashetani, piga mapepo, piga hizo roho, piga hizo roho, piga hizo roho. Rababababa, rababababa, rabababa. Ini saa ya hukumu. Piga miungu, miungu ya ukoo wenu, piga miungu iliyozuia mafanikio yako. Piga hiyo miungu, na piga hiyo miungu, piga hiyo miungu, piga miungu yao, piga miungu yao, piga madhabahu zao, piga madhabahu zao, piga madhabahu zao, piga miungu yao, piga madhabahu zao, piga miungu yao, piga madhabahu zao. Rabababa, rabababa. Ni hukumu, ni hukumu, ni hukumu, ni hukumu. Hayo machoka yanapigwa, ni hukumu ya watesi wako. Piga, 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 piga. Unaachiliwa, unaachiliwa. Mkono wa Bwana, mkono wa Bwana. Kama Jehova upo hapa, uwa ugonjwa hautauona tena, hayo mateso utayaona tena, utayaona tena, utaona tena. Rabababa, rabababa. Ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto, ninaachilia moto. Iyo miungu yao, iyo miungu yao, iyo aibu yako inapigwa leo. Watesi wako wanapigwa leo, wanaoroga maisha yako, wanaoroga biashara yako. Piga leo, piga leo. Ni saa ya hukumu, ni saa ya hukumu. Angamiza, 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 angamiza hayo majeshi, hizo roho zinazokufuatilia. Piga leo, piga, piga hizo roho, 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 piga, piga, piga. Hivi tani ya Bwana, hivi tani ya Bwana, hivi tani ya Bwana. Angamiza, angamiza binti, angamiza binti. Hiyo laana haitakufuata tena, kutokuolewa. Piga hiyo roho, piga roho ya utasa, piga roho ya utasa, piga utasa, piga kutokuolewa, piga kutokuzaa, piga angamiza, piga angamiza, piga angamiza. Ni mwezi wa 4, na uweka wakfu mwezi wa 4, na uweka wakfu mwezi wa 4. Ni mwezi utatengwa na maafa. Rababababa. Ni mwezi ambao biashara yako inakwenda kuchanua. Ni mwezi ambao biashara yako, mradi wako unakwenda kuinuka kwa jina la Yesu. Natangaza, rababababa, ninaachilia kibali, ninaachilia kibali, kibali cha biashara, ninaachilia kibali. Pokea kibali, pokea kibali, pokea damu ya Yesu kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu ninaiachilia kwenye biashara yako, kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, kwenye mradi wako. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Walio hapa, walio hapa hautafanikiwa, walio hapa hautafanikiwa. Tunapiga viapo vyao. Walio hapa hautaolewa. Hiyo roho wamevusha miaka yako, wamevusha siku zako, wamevusha miaka yako. Nakomboa miaka yako, nakomboa miaka yako, nakomboa siku zako, nakomboa afya yako, nakomboa. Rabababa, 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 rabababa. Mashetani ya kwachi, mashetani ya kwachi, mashetani ya kwachi,
mashetani yakuachie. Hii ni vita ya Bwana, hii ni vita ya Bwana, hii ni vita ya Bwana. Naona kuna kuinuka, naona kuna kuinuka, naona kuna kuinuka, naona kuna uponyaji, kuna uponyaji, kuna uponyaji, kuna kutembea, kuna uponyaji, kuna uponyaji. Tunahukumu miungu yao, tunahukumu majini yao, tunahukumu manabii wao, tunahukumu leo. Hukumu kwa waganga wa kienyeji, hukumu kwa wachawi, hukumu kwa washirikina, tunahukumu leo. Mwezi wa 4 ni mwezi wa kuangaliwa. Mwezi wa 4, mwezi wa 4, rabababa, hautausahau, hautausahau, hautausahau. Ni mwezi wa miujiza, ni mwezi wa miujiza. Maadui zako wanaenda anguka, wanaenda kukuachia. Pigo la 10, pigo la 10. Ili ni pigo la 10 kwa maadui zako, ili ni pigo la 10. Piga pigo la 10, piga pigo la 10, piga pigo la 10, piga pigo la 10, piga pigo la 10. Piga, piga, rabababa, 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 rababa. Kila mmoja inuke, kila mmoja asimame, kila mmoja asimame. Ni saa ya vita, ni hukumu kwa miungu. Kila mmoja asimame. Anza vita, anza vita, anza vita. Shambulia, 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 shambulia. Hapana kulia, wewe shambulia. Hapana kulia, wewe shambulia. Shambulia, shambulia watesi wako, hiyo hali na kufuatilia. Shambulia, tangaza hukumu, tangaza hukumu, tangaza hukumu kwa watesi wako. Tangaza hukumu, tangaza hukumu. Piga, 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 piga. Rabababa, rabababa. Vita ni ya Bwana, vita ni ya Bwana. Piga, piga, piga wa ugonjwa, piga hicho kisukari, piga hiyo kansa, piga kwa watoto wako. Piga, 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 piga. Kuna watu wamewekewa alama. Hizo alama ulizowekewa, hizo alama ulizowekewa, wameweka alama kwenye mwili wako, wameweka alama. Uliibiwa nguo, walichukua mavazi yako, uliwekewa alama, ulikuta umechanjwa chale. Rabababa, nafuta hizo alama, nafuta hizo alama, futa hizo alama, futa hizo alama, futa hizo alama. Komboa nguo yako, komboa nguo yako, komboa nguo yako. Rabababa, tunafuta alama, alama za kichawi, alama za kichawi ulizochanjwa chale. Nafuta hizo alama, walikulisha nyama. Nafuta hizo alama, hizo alama za kichawi zinazozuia kuzaa kwako. Nafuta hizo alama, alama za kuonewa nazifuta leo. Futa hizo alama, futa hizo alama, futa hizo alama. Futa chapa, chapa ya mpinga Kristo. Kuna mtu ana 66 hapa, kuna mtu ana alama, ana alama ya 66. Naiona alama ya 66. Kuna mtu kapigwa chapa, naifuta hiyo alama, hiyo alama ya 66. Naifuta hiyo chapa, hiyo chapa, hiyo chapa. Naifuta kwenye paji lako, kwenye paji lako, kwenye kiganja chako. Nafuta alama. Nafuta hizo alama, hizo alama zinafutwa. Rabababa, rabababa, rabababa. Damu ya Yesu, damu ya Yesu. Kila mmoja apite hapa, kila mmoja apite hapa.
nikikuwekea mkono na kuwekea damu ya Yesu, na kuwekea alama ya damu ya Yesu. Nenda tayari, pokea damu ya Yesu. Nenda tayari, pokea damu ya Yesu, 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 pokea damu ya Yesu. Ini alama, ini alama, pokea damu ya Yesu, pokea hii chapa, pokea hii chapa, pokea damu ya Yesu, 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 na kupiga chapa na kuwekea alama ya damu ya Yesu, pokea 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 alama, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu. Nenda imekuwa hiyo. Pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu. Usiogope, pokea damu ya Yesu, 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 pokea damu ya pokea damu ya Yesu, 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 pokea damu ya Yesu. Nafuta hiyo chapa, hiyo chapa inafutwa. Pokea damu ya Yesu, pokea damu ya Yesu,
Nafuta alama ulizowekewa zote. Chapa ya 6 imefutwa. Naachilia damu ya Yesu. Pokea 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 damu ya Yesu. Ina mikono yako, funika macho yako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sasa kama nabii kwa siku ya leo ninasimama mbele yako, niliyoyatamka kwako kwa jina la Yesu yanakwenda kutimia kwako katika jina la Yesu. Ninaachilia kibali, ninaachilia kibali. Maadui zako wanakwenda kuanguka kwa jina la Yesu, na kutangazia ya kwamba mwezi wa 4 ni mwezi wa kukumbukwa. Utauangalia sana mwezi wa 4, watesi wako watakuachia. Mwezi wa 4 natangaza kuachiliwa. Natangaza kuachiliwa. Au wa Misri wanaokufuatilia hautawaona tena, wanaangamizwa leo, wanaangamizwa leo. Mwezi wa 4, mwezi wa 4 uendo kainuke. Natangaza historia mpya inaanzia mwezi wa 4. Natangaza historia mpya inakwenda kubadilika. Historia ya maisha yako kwa jina la Yesu inakwenda kugeuka. Natangaza jambo jipya. Pokea jambo jipya linakwenda kutokea. Pokea jambo jipya. Pokea jambo jipya. Iwa aibu yako hautaiona tena. Hayo madeni Bwana anakwenda kuyaondoa, anakwenda kukuondoa. Hayo majonzi yako yanakwenda kuondoka. Adhabu ni mwaka wa mwezi wa kuachiliwa. Natangaza umeachiliwa. Mwezi wa 4 umeachiliwa. Mwezi wa 4 umeachiliwa. Mwezi wa 4 umeachiliwa. Pokea kibali. Pokea kazi. Uliomba kazi ukapate kazi. Mwezi wa 4 huu kuna mtu anakwenda kupokea kazi. Natangaza na iwe kwako, na iwe kwako, na iwe kwako, na iwe kwako. Imekwisha, imekwisha. Mateso imekwisha. Kuonewa imekwisha. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Piga makofi mazuri kwa Yesu. Shangilia tena Yesu. Shangilia tena Yesu. Njoo Festo, njoo tucheze kidogo hapa.